Hivyo ninamshukuru Mungu kwa kunipa mwanae afe kwa ajili ya dhambi zangu. Wakati nilikuwa kwa giza nikaona nuru nilipompokea. Wakati ambapo nilikuwa nimepotea akaniona na akaniingiza kwenye zizi lake. Na nilikuwa naona jinsi ambavyo mapenzi ya Bwana yalivyokuwa. Kwa sababu kifo cha Yesu ni kiliniingiza kwenye maisha mapya. Na kwa hivyo wakati huu asubuhi ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa furaha ya wokovu. Happy Easter wapendwa. Happy Easter. Salimia mwenzako mwambie Happy Easter. Happy Easter. Amen. Amen. Umsalimie tena mwambie Happy Easter. Happy Easter. Tena umuulize ulikuwa wapi Friday? I know, najua. Ninajua ya kwamba ndiramenya wegati, ninafahamu ya kwamba tulikuwa hapa Good Friday. Nitwale goko muthenya wa Good Friday. Sitaki kuambia walio kuweko wainue mikono. Tienda kuga aria mali kumoe moko. Lakini nataka kuambia wale ambao hatukufika tulikuwa na wakati mzuri. No gwenda kumwira aria matari ku na kwa hivyo ni ombi yangu ya kwamba kwa sababu Waislamu wanaweka uzito kwa sherehe zao, na wanaendelea na kuja kwa wingi na kwenda kwenye misikiti. Na nilikuwa ninawaza ya kwamba agekone kwena thiko tofatie ni gwekerera, kama kuna siku ambazo tunapaswa kuzizingatia. Ni siku ambazo tunahudhuria katika nyumba ya Mungu. Tunakuja ndiposa tukaweze kukumbuka mateso ya Yesu. Na mnafahamu ya kwamba kuna makanisa baadhi yetu zinachukulia mambo haya kwa uzito. Ya kwamba wanachukulia kwa uzito ya kwamba ni kweli Yesu alifariki. Na leo idwe Kristiano, lakini sisi kama Wakristo ambao tunakiri na kutoa ushuhuda ya kwamba wakati unapowadia unawakosa watu kanisani. Ni ombi langu watu wa Mungu ya kwamba siku zinapofika za ambazo zimetengwa kwa sababu ya kanisa, ni vyema tukaweze kuhudhuria, tukaweze kuonyeshana ya kwamba tunaamini na tunazingatia yale ambayo tunaambiwa. Hivyo Bwana anapotusaidia Pasaka ijayo, nitamuomba Mungu church full pack, tukiwa tumehudhuria kanisa vile ambavyo tumehudhuria siku na kwa sababu tumebakisha jambo lingine kanisani, siku ya Christmas. Wacheni nikaweze kuwasihi ya kwamba mkaweze kuja kwa njia kuu. Ni siku yetu duniani sisi ambao ni waaminio wa Yesu Kristo, na tunaamini ya kwamba Yesu alizaliwa na agekua na akafa akafufuka, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na atatoka huko aje hapa duniani awahukumu walio hai na walio wafu. Hivyo ndiposa nisiweze kuhukumiwa kwa sababu ya mambo ambayo niliyafahamu ni mema na siku ya tendo. Ninaweza muomba Mungu akaweze kunitimizia ndiposa nikaweze kuyatilia maanani. Hivyo nimewaalika tukiwa katika mwezi wa 4, Bwana atakapotufikishia siku ya Christmas, mkaweze kuhudhuria ibada. Msalimu na umwambie rafiki yako Bwana atakapokufikishia
Gushiria, please kujeni. Ni vizuri haya mambo. Mungu unajua anaweza, lakini wageshi kaa chini. Kaa chini. Ebu alika mwenzako kwa ibada ya Christmas. Tajito shio murigaine nake ibada ya Christmas. Na usione kama ni kesho. Na ndukone tari rucio. Usione kama ni mwaka ujao. Ndukone tari mwaka uyu ugiroka. Christmas itafika the other day. Christmas no muthenya uyu. Hallelujah. Hallelujah. Na kwa hivyo nimesema hivyo. Ugo ndaugo ugo. Ili watu wote niguo andu othe waweze kujua mamenye ati ni muhimu kuja katika ibada. Ati ni wega guka thiini wa ibada. Nataka niwaalike pia kwenye revival. Ndirenda ninge ndimunyite ugeni thiini wa uriukio. Siku ya Ijumaa. Muthenya wa Jumaa. Hakuna mashirika na gutiri na ngwataniro. Sote tutaungana katika nyumba ya Bwana. Ithuothe tugacemania guku kanitha-ini. Na Mungu ataongea pamoja nasi. Na Ngai ni akari hamwe na ithuĩ. Na kwa hivyo tafadhali zote tukaje. Ugo ni ndamuthaitha ithuothe tugoka. Na ili tuweze kusikia jinsi ambavyo Bwana anataka. Na niguo tukaigua uria Mwathani arenda. Pia ni washukuru kwa kazi njema mnayoifanya. Ningi ndimucokerie ngatho ni undu wa wira mwega. Kuja kanisani mwa AIC Njambini. Uka kanitha-ini wa AIC Njambini. Na umeunda kwa moyo wako ya kwamba this is my church. Ati na ni utuite itwa na ngoro yaku ati uyu niguo kanitha wako. Si tumezingiwa na makanisa mengi. Niturigiceirio ni makanitha maingi. Lakini mimi na wewe tumechagua kuja hapa. No ni nawe ni tuchagurite guka. Ni washukuru sana kwa sababu ya hiyo. Nimucokerie ngatho ni undu wa itwa. Asante kwa kumwamini Mungu. Ni wega ni undu wa kumwitikia Ngai. Na kuamini uongozi wa kanisa. Na gwitikia utongoria wa kanisa. Kwa sababu hilo ni jambo la maana sana. Ni tondu ucio ni undu wa bata muno. Unajua siku ya leo ni muthenya wa umuthi. Siku ambayo tunasherehekea kufufuka kwake Yesu Kristo. Muthenya uria turakungwira kuriuka kwa Yesu Kristo. Na wakati ambapo tunafanya hivyo. Na mahinda maria tugwika uguo. Ni wakati kulikuwa na mambo mengi yaliyokuwa yanatendeka. Ni mahinda maria kwari na maundu maingi muno mekikaga. Na kulikuwa na mambo ambayo watu walikuwa wanaogopa. Na kwari na mahinda kana kwari mahinda maria andu metigirite. Lakini baadaye kulikuwa na furaha. No thutha ucio ni kwari na gikeno. Maana aliyezikwa ni tondu uria wathikitwo. Wale waliomzika na aria mamuthikite. Hao walikuwa na shida kubwa sana. Othe mari na thina muingi muno. Lakini Kristo alipolala mule kaburini. Mahinda maria akomete kwa kaburini. Hapo hakukuwa mwisho wake. Kou gutiari muthia wake. Mungu mwenyewe Ngai mwene akamfufua akimuriukia. Yu hai leo. Muoyo muthi. Ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Aikarete guoko-ini kwario kwa Ngai. Ameshinda kifo na mauti. Ni atoretie gikuo. Na kifo kimegeuza sorrow ikawa unshakable joy. Ati gikuo ni kigaruritwo na gikagarura kihaga gatuika gikeno gitari muthia. Na wakati ambapo kulikuwa na habari na mahinda maria kwari na ndumiriri ya kwamba hayumo kaburini. Ati ndari thiini wa kaburi. Watu wengine walishtuka. Angĩ nĩ mamakire. Na wengine wakawa na hofu kubwa. Na angĩ magĩkorwo mena kĩeha muno. Lakini baadaye kulikuwa na shangwe. No thutha mũtheri-inĩ kwarĩ na kwa sababu Yesu Kristo alifufuka. Tondũ Yesu Kristo nĩ ariũkĩte. Tuombe kwa ajili ya neno. Bwana, katika jina la Yesu na kushukuru. Baba, naliita mbingu na nchi ili Bwana likawe mshuhuda wa ibada hii na hata neno hili. Ukaniongoze Bwana, ili Baba wangu Roho Mtakatifu akanitumie. Ninaomba ya kwamba vizuizi vyote Bwana ukaziangamize katika jina la Yesu, ili Mwenyezi Mungu neno lako likaweze kupenya ndani ya watu wako, na ili waweze Bwana kushikia bila masumbuko yoyote katika jina la Yesu. Ninaomba ya kwamba katika ibada hii ya neno lako utaweza kujihidhirisha, tukikumbuka ya kwamba haumo kaburini. Yesu Kristo umefufuka, na nakushukuru ya kwamba kwa sababu ya ufufuo wako Mwenyezi Mungu, sisi tuna imani ya kwamba tutafufuka hata tutakapokufa. Unitumie pamoja na mkalimani wangu katika jina la Yesu naomba na takuamini.
muthenya wa umuthi siku ya leo nikwenda kwaria uhoro wa gikeno kia uriukio. Nataka nikaweze kunena kuhusu furaha ya ufufuo. Tondu uhoro wa uriukio ti uhoro wa olo uguo. Kwa sababu habari za ufufuo sio habari tu. Tondu kiugo kiroiga wega ati ndari ho ni ariukite. Kwa sababu neno lasema ya kwamba hayupo tena. Na hindi ile umereire aruto wake emuriuku. Na wakati aliwatokea wanafunzi wake akiwa amefufuka. Ni mange no uhoro wa kumaka ona kwagaga. Walikuwa na hali ya wasiwasi na hata kushangaa. No thutha ucio gukigena ikeno kinene muno. Lakini baadaye kukawa na furaha tele. Na ni undu ucio muthenya wa umuthi. Na kwa sababu ya hivyo siku ya leo nikenda gukiaria uhoro wa gikeno kiria Yesu arehaga. Nataka kuzungumzia kuhusu furaha ambayo Yesu alileta kugera kuri uriukio wake kupitia ufufuo wake. Undu wa mbere, jambo la kwanza ni ati kuriuka kwa Yesu, ya kwamba kufufuka kwa Yesu kweheririe kieha, kuliondoa huzuni na gukirehe gikeno na kukaleta furaha. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 28 katika kitabu cha Mathayo 28 na muhari ucio wa 8 na ule mstari wa 8. Tondu uhoro uyu ni uhoro mwega na urehaga uhonokio. Kwa sababu hii ni habari njema inaleta wokovu. Tuonire muthenya wa Jumaa hindi ria tuokete. Tuliona siku ya Jumaa wakati tulipokuwa tumehudhuria. Ati gukua kwa Yesu ni kwatumire tuoherwo mehia na gutukeingirio thiini wa muturire mweru. Ya kwamba kufufuka kwa Yesu kulituokoa na kukatuletea maisha mapya. Ni ukuona kio kia Ngai gikiuga. Utaona neno la Mungu likisema. Iria thiini wa screen-ini yitu. Ile ambayo iko kwenye mitandao yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani yagoshwo. Hili ni jambo la maana sana. Ni undu wa bata muno. Tondu kio kia Ngai kiroiga atiriri. Kwa sababu neno la Mungu lasema hivi. Thiini wa muhari ucio wa 8. Katika ule mstari wa 8. Na nitwekereirwo wolo-ini kana ruthingo-ini ritu kana screen-ini yitu ni aria me media. Na imewekwa kwenye mitandao yetu, mtaweza kuona. Na makiuma mbera-ini na ihenya mamakete no mari na gikeno magitengera kwira arutwo. Kuriuka kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu ni kuriuka kwari na keha kuri atumia aria mari thorokete rucini. Ni kufufuka ambako ni kifo ambacho kilikuwa na huzuni kwa wanawake ambao walikuwa wameenda pale kaburini. No maandiko ma Ngai maraiga atiriri. Lakini neno la Mungu lasema hivi. No ningine kwari na gikeno, lakini kulikuwa na furaha. Na magitengera muno, na wakakimbia sana. Nigetha mere arutwo. Posa wakaweza kuwaambia mitume. Ariũ na aria ithe witu. Ndugu na dada zangu. Atumia aya ni mari na maundu mere matukanĩirwo nĩmo. Wanawake hawa walikuwa na mambo mawili ambayo yalikuwa na wachanganya. Tondu magĩthiĩ kaburi-inĩ marĩ na kĩeha. Kwa sababu walipokuwa wanaenda kaburini walikuwa na huzuni. No mathiĩ magĩkora Yesu ndarĩ ho. Lakini walipoenda pale wakapata Yesu hakuwepo. Ũguo nĩ mamenyire na maũndũ maingĩ atĩ kũrĩ ũndũ mwĩkĩku. Hivyo walitambua ya kwamba kuna mambo kadhaa ambayo yalikuwa yametendeka. Kĩoiga makĩgĩa na gĩkeno. Neno la Bwana anasema ya kwamba wakawa na furaha. Na magĩthiĩ. Na wakaenenda. Na makĩra arutwo. Na wakawaambia mitume. Kuriuka kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu, gũtũrehagĩra gĩkeno kĩnene mũno. Kunatuletea furaha kuu sana. Nĩ tondũ gĩkuũ nĩ kĩhote. Kwa sababu kifo kimeshindwa. Ona gĩkuũ kĩa wĩhia kana wĩra wa wĩhia nĩ mũhote. Hata kazi ya dhambi imeshindwa. Na kwoguo atumia aya, hivyo hawa wanawake magĩthiĩ mateng'erete, wakaenenda wakiwa wamekimbia. Nigetha mere arutwo. Ndiposa wakaweza kuwafahamisha mitume. Ũngĩrwo kũrĩ ũndũ mwega wĩkĩkĩte kuma na ũndũ mũũru. Ukiambiwa kuna jambo jema ambalo lilikuwa limetendeka wakati kulikuwa na baya. Kana wĩrwo mũndũ ũrĩa uma mũrwaru mũno. Ama uambie mtu ambaye alikuwa ameugua sana. Na nĩegũtwarĩtwo thibitarĩ atekwĩigua. Na alikuwa amepelekwa hospitali na akiwa hajifahamu. Na ripoti yũke arĩa mathi kũmũrora mone nĩ mwega rĩu nĩ aratheka. Na ripoti ije ya kwamba sasa anatabasamu. Kĩrĩa kiuma ho agĩtwarwo. Huzuni ambayo ilikuwepo wakati hapo mwanzo. Nĩ kĩgarũre nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio kwaria ona gũtheka. Kimegeuzwa kwa sababu ya huyu mtu kutabasamu ama kuzungumza. Leo na ithuĩ kuriuka kwa Yesu. Hata nasi kufufuka kwa Yesu. Nĩtweheretie kĩeha. Kumeondoa huzuni. Tondũ ithuĩ twarĩa gũtuĩrwo ciira. Kwa sababu sisi tulikuwa wa kuhukumiwa. Mehia maitũ matingĩatũmire tũkuhĩrĩrie Ngai. Hata dhambi zetu hazingetufanya tukaweza kumkaribia Yesu. No mũthenya wa ũmũthĩ. Lakini siku ya leo kwĩna gĩkeno kĩnene mũno. Tunayo furaha nyingi sana. Tondũ ũhoro mwega nĩ wokire. Kwa sababu habari njema ilikuja. Na tũkĩhunjĩrio na njĩra ĩrĩa mũndũ ahunjĩirie nayo. Na tukahubiriwa kwa njia tofauti. Na tukĩamũkĩra ũhoro ũcio. Na tukapokea ule ujumbe. Rĩu nĩ ithuĩ tũkaga kwĩra andũ arĩa
Sasa ni sisi tunawafahamisha wengine habari hii nzuri ya furaha, habari hii njema ya kufufuka kwa Kristo. Yesu hayupo kaburini. Yesu amefufuka. Na hiyo ndiyo furaha yetu. Furaha ya pili ya kwamba huzuni imebadilishwa na tunafanya kuwa na uso ambao umetabasamu. Katika kitabu cha Luka 16, hii ni hadithi ya tajiri na Lazaro. Lazaro tunayaona maisha yake. Alikuwa anakula mabaki. Na wakati ambapo alikuwa anaenda kwenye meza ya huyu tajiri, alikuwa anakula masazo. Lakini huzuni ya Lazaro ilibadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni agosho. Huzuni ya Lazaro ambaye alikuwa anakula masazo ilibadilishwa. Na ikawa hivi ya kwamba wote walipofariki, kila mmoja alienenda mahali ambapo palikuwa ni pake. Yule tajiri ambaye alikuwa anakula vyema, anaishi vyema, akaenda kwenye ziwa la moto. Naye mtu ambaye aliitwa Lazaro akaenda kwenye furaha, akakaa kwenye kifua cha Ibrahimu. Hivyo huzuni ambayo Lazaro alikuwa nayo ikabadilishwa. Ikabadilishwa ikawa yule tajiri ndiye alikuwa na huzuni. Kufufuka kwa Yesu umebadilisha huzuni yetu, na tunakuwa na ile hali ya kuwa na furaha. Luka 16 mstari wa 20 hadi 22, ya kwamba Yesu ametuahidi furaha, na anatuambia kwamba tusiwe na hofu, kwa sababu hata kama tutakuwa na shida, hata kama tutaugua, hata kama tutakuwa na mambo ambayo yatatufanya tukose maisha mema, mambo yatabadilika. Ndivyo mambo yakibadilika, tutakuwa kwake mbinguni kwa sababu ya kufufuka kwake. Furaha ya kufufuka inabadilisha mambo yote, na inatupa tumaini la kuishi ndani ya Yesu. Lazaro akakaa kwenye kifua cha Ibrahimu, naye yule tajiri akaenenda kwa Shetani, kwa sababu kila mmoja wao kuna mahali ambapo walikuwa wamechagua. Hivyo siku ya leo kunao watu wengi wanafurahi na wanafurahia kwa mambo maovu. Hata wengine nena maneno mabaya kuhusu kanisa. Hata wengine wanakuwa kinyume cha wale ambao wameokoka. Acha nikwambie mtu wa Mungu, kwa njia ya kumwamini Kristo wewe tendewa mabaya, lakini siku moja dhihaka itafika mwisho. Dhihaka na chuki zitafika mwisho. Utaingia mbinguni, wengine wakienda kwenye ziwa la moto, kwa sababu kufufuka kwa Yesu kunageuza huzuni inakuwa furaha. Hivyo furaha hii ya kufufuka kwa Kristo ni ya kweli, na ni furaha ambayo inaweza onyeshwa kwa mtu yeyote. Siku ya leo wacha kuwa na wasiwasi, kwa sababu Yesu amefufuka,
na mambo yako Yesu anayageuza ndiposa akaweze kuyafanya mapya. Furaha ya tatu ya kwamba kunayo tumaini. Tumaini hili ni tumaini la kufufuka kwa Yesu. Kwa sababu furaha ya kufufuka kwa Yesu Kristo kunaleta, lakini inaleta furaha katika ugawaji wa ufalme wa mbinguni. Katika kitabu cha Petero wa kwanza 1 na mstari wa 3 hadi wa 4, habari hii ya kufufuka ni kuleta, inaleta furaha kwa wale ambao wanamwamini, ndiposa ndani yao kukaweza kuwa na Paulo akanena kanisa la Waroma. Katika kitabu cha Waroma 5 mstari wa kwanza hadi ule wa 4, akasema hivi ya kwamba hili tumaini ambalo tuko nalo hatuwezi achana nalo, kwa sababu yule ambaye tunamwamini yeye ni mwaminifu. Can you give us 1 Peter 1:3-4? Hivyo tumaini ambalo tuko nalo ni tumaini la kweli kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu. Na ningependa kukwambia hivi ya kwamba Mungu mwenyewe atakupa nguvu ya kuendelea mbele. Mungu Baba wa Mwana wetu Yesu Kristo na asifiwe, kwa sababu ya rehema zake nyingi ametupa moyo mpya kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu kutokana na kifo. Jambo lile linatufanya tuwe na tumaini la kuishi. Petero anawanenea wa Kristo wale ambao walikuwa wamemwamini Mungu kati ya shida, hivyo walikuwa wametawanyishiwa mataifa mbalimbali na wakawa wanapungukiwa na nguvu sana, na wanahisi ya kwamba hakuna jambo lingine walilitaka ila kurudi nyuma. Lakini ndugu yetu Petero akawaambia ya kwamba Mungu amewapa moyo mpya kwa sababu Kristo alifufuka hata akatoka kifoni. Hivyo huwa anafanya tujazwe na tumaini la kuishi. Tumaini letu ni la kuishi kwa kupitia kufufuka kwa Yesu. Mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi ili tupate urithi usioharibika. Nyinyi Mungu amewekea ile ahadi mahali ambapo haliwezi oza wala haliwezi hata kunyauka. Tumaini ambalo tuko nalo lina mambo mawili ndani yake, ya kwamba ule ni urithi na ule urithi haliwezi oza hata haliwezi nyauka wala kuharibika. Hivyo kufufuka kwa Yesu kumetuletea mambo mapya ambayo itaishi milele na milele. Hivyo siku hii ya leo ni vyema ukaweza kumwambia Bwana anapokupa tumaini la kuishi, niposa lile tumaini likupe ushindi katika imani yako. Jambo la mwisho ya kwamba kufufuka kwa Yesu
kunalo tumaini kati ya shida. Katika kitabu cha Petero wa kwanza 4 na muhari ucio wa 12 na ule mstari wa 12, kio kia Ngai kiratwira atiriri, neno la Mungu linasema hivi ya kwamba tumaini nigikoragwo na mathina, linakuwa na shida, na kwoguo muroitha itu gwetagwo Petero, hivyo ndugu yetu ambaye anaitwa Petero akiomeria endo aria ndamwira uhoro wa, akiwatia nguvu wapendwa ambao ninawaambia, araiga atiriri, anasema hivi, endo akwa, wapenzi wangu, tigai kumaka, wacheni kuwa na hofu yondo wa magerio maria muragerio namo, kwa sababu ya majaribu ambayo mnayoyapitia. Yondo mugeni uradhie na mbele, kama pengine ni jambo gani ambalo linaendelea kati yenu, no kenagai, lakini furahini, no lele, lakini ni hivi, kenai ne todo ni munyitane na Kristo, furahini kwa sababu mnashiriki katika mateso na Kristo, amenyamaro ine yake, katika mateso yake, ego mugakorwo mukenete, ili mpate kufurahi zaidi, ushajamukete, mkiwa mmechangamka, ile alili wake ukaguri, wakati wa utukufu wake utakapofunuliwa. Tumaini katika shida inatuambia hivi, wacheni kushangaa. Unakumbuka hawa wanawake waliokuwa wameenda kaburini, walishangaa sana, lakini malaika akawaambia hivi, Hello. Praise the Lord church. Jina la Bwana lisifiwe kabisa. Mfanye hivi. Naomba mmoja wale guoko. Angalia your neighbor. Rosho muligainie. Mfanye sio umwambie atoke, wewe mfanye Yesu asifiwe. Mwambie Bwana Yesu asifiwe. Wewe Bwana ni arosho. Kelegero thĩinĩ wa mathĩna. Tumaini kati ya shida. Kĩratũririkania gũkena. Linatukumbusha ya kwamba tukaweza kufurahi. Magĩkĩrwo atĩrĩ. Wakaambiwa hivi. Ndarĩho nĩ ariũkĩte. Ayubu amefufuka. Ona nikono niĩ ole. Hata kama pengine ni mimi ningekuwa wao. Ningĩathire gũcaria wa kwĩra. Ningeenda kutafuta wa kuambia. Atĩ ndarĩho. Ya kwamba hayupo. Ariũkĩte. Amefufuka. Twanjie gwetha mũndũ. Tuanze kumtafuta. Ũriũkĩte. Ambaye amefufuka. Kĩrĩgĩro thĩinĩ wa Yesu. Tumaini katika wakati ya Yesu. Kina mathĩna. Ingawa pengine iko na shida. No nĩ kĩrĩgĩro gĩa gũtũũra. Lakini ni tumaini la kudumu. Na kĩo kĩa Ngai gĩatũhe maũndũ merĩ. Na neno la Mungu limetupa mambo mawili. Atĩ wona twanyamarĩka-rĩ, ya kwamba wakati tunapopata mateso, na twanyitanĩra mĩnyamaro-inĩ yake-rĩ, na tunashiriki katika mateso yake, nĩtũgakorwo tũkenete, tutakuwa tumefurahi thĩinĩ wa kĩrĩgĩro-inĩ kĩu, katika lile tumaini, nĩtũgakorwo tũcanjamũkĩte, tutakuwa tumechangamka thĩinĩ wa kĩrĩgĩro-inĩ kĩu, katika lile tumaini. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorintho wa kerĩ, katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 muhari wa 16 nginya 18, mstari wa 16 hadi 18. Paulo arera kanitha ũyũ wa Korintho. Paulo analiambia hili kanisa la Wakorintho, matikae kũmaka, anawaambia kwamba wasishtuke, matũrie wĩtĩkio, wakaweza kudumisha imani, tondũ aramera akĩrĩ ũguo-rĩ, kwa sababu anawaambia ikiwa hivyo, tũtirĩ hingo tũragwo nĩ hinya ngoro, hakuna wakati tunapungukiwa na nguvu ndani ya moyo, angĩkorwo mĩĩno itũ ĩthiaga ĩkĩbuthaga na igũrũ-rĩ, ingawa hii mioyo yetu inazidi na kuoza upande wa juu, no thĩinĩ ĩthiaga ĩkerũhagio o mũthenya, lakini upande wa ndani inafanywa upya siku baada ya siku. Shikilia hapo, nyiterera hau, wĩtĩkio twĩ thĩinĩ waguo-rĩ, imani hii ambayo tuko ndani yake, ũthiaga na mbere o mũthenya, inazidi siku baada ya siku, ũkerũhagio mũtũrĩre-inĩ witũ, ikifanywa upya katikati ya maisha yetu. Tumaini hili ambalo tuko ndani yake, kerũhagio o mũthenya, inafanywa upya siku baada ya siku, no kĩthĩinĩ wa mĩĩrĩ ĩbuthaga, lakini kilicho ndani ya mili inaoza, no gĩkĩ kĩmĩĩrĩ-inĩ ĩrwaraga, lakini tumaini ambalo liko ndani ya hii mioyo inaugua, no ũrĩa tũrathiĩ na mbere tũgĩtũũraga-rĩ, lakini jinsi ambavyo tunazidi na kuishi, mũndũ ũcio wana thĩinĩ-rĩ, huyu mtu ana ndani athiaga na mbere akĩongagĩrĩrwo hinya, anazidi na kutiwa nguvu. ũguo kĩrĩgĩro gitũ, hivyo tumaini letu kĩrũhagio o mũthenya, inafanywa upya siku baada ya siku. Twende katika ile mistari mingine. Kĩo Ngai akiuga thĩna ũyũ tũkoragwo naguo, neno la Mungu linasema ya kwamba shida hizi ambazo tuko nazo, naguo nĩ wa ihinda inini, ni shida za siku fupi, ũtũharagĩria nĩgetha tũkaheo riri mũnene wa tene na tene, ũrĩa
okelete madina mothe, ile ambayo imekuwa kwa maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya kitambo inatutayarisha kwa ajili ya utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi kupita kiasi. Next verse, mstari unaofuata. Todo idue, kwa sababu alia twethenia wakeregero geke, sisi ambao tuko ndani ya hili tumaini tosharagia ido ilia itonekaga, tunatafuta mali ambayo haipatikani. Todo keregerero, kwa sababu tumaini kyatakaga kuonekana maitho, yaweza kosa kuonekana kwa macho. Kwe maondo idue toe mali ando matagiro, lakini kuna mambo ambayo sisi tunayafahamu wengine hawayaoni. Ne todo tosharagia ilia itonekaga, kwa sababu sisi tutafuta yale ambayo hayaonekani. Kwa sababu mambo ambayo yanaonekana ni ya muda mfupi. Lakini mambo yasiyoonekana ni ya kuishi milele na milele. Tumaini la pesa ni la muda. Tumaini la kazi ni la muda. Hata tumaini la masomo ni la muda. Hata tumaini la mambo ambayo tunayoyatarajia ni ya muda. Ni ya muda. Lakini tumaini ambalo tuko nalo na kile ambacho tunatafuta na hakipatikani ni la kuishi milele na milele. Hivyo kanisa la Bwana, siku ya leo tunapokumbuka kukufufuka tunalo tumaini ambalo liko ndani. Ingawa pengine tuko ndani ya shida, lakini tumaini tunayo lakini tumaini ambalo tuko nalo litadumu milele na milele. Bwana ni Yesu. Wewe unatumaini kwa sababu ya kufufuka kwa Yesu. Na mundu tuinabena weshiria, na tunapozidi na kuwaza Bwana na atusaidie ndiposa tukaweza kuishi katika tumaini la kudumu. Kwa sababu tumaini hili limepatikana kupitia kifo cha Yesu. Tumaini hili limepatikana kupitia kufufuka kwake. Njoo kwa Yesu ndiposa ukaweze kuwa na hilo tumaini. Kwa sababu huyu Yesu anaweza kufufua. Hata huyu Yesu anaweza kurejesha. Mahali ambapo mambo yamekuwa mazito, furaha ya Yesu inakosekana. Yesu anaweza kuirejesha. Kwa sababu hayupo kaburini, amefufuka. Haleluya. Haleluya. Nikisema amefufuka unasema amefufuka kweli kweli. Dauga ni aliyokite, ukauga ni aliyokite nama. Amefufuka. Ni aliyokite. Amefufuka. Ni aliyokite. Si unyanyue mwenzako muinuke pamoja naye. Murugame na ucio murigainie nake, mujitete guoko. Ukimwambia amefufuka Yesu. Ukimwiraga Yesu ni aliyokite. Na ufufuo wa Yesu ni furaha ya wokovu wetu. Na uliokio wa Yesu ni gikeno kia uhonokio. Na kwa hivyo kama ungetaka kuwa na hiyo furaha, ugokoro no wende gukoro na gikeno kio. Njia moja ni kumwamini Yesu Kristo. Njema wende kumwitikia Yesu Kristo. Na uweze kusema Bwana nataka uniokoe. Na ugete Bwana niliendelea Bwana ningetaka uingie ndani ya maisha yangu. Bwana ninaonyenda uingie ndani wa muturire wako. Nimekufa kwenye dhambi. Nikwete ndani wa mehia. Nataka unifufue. Ndirenda udiokie. Mimi Bwana nimekugaili kwa miaka mingi. Niye Bwana nilikuheirie na miaka mingi. Na siku ya leo na muthenya wa umuthi nataka unipe tumaini. Ndirenda uhe mwihoko ambalo limo katika ufufuko wako. Uria we thiini wa uriokio wako. Na asubuhi ya leo na muthenya rucine rwa umuthi na ningetaka kuambia no nienda kumwira walio ndani ya Yesu, aria me thiini wa Yesu, waliompokea huyu ambaye amefufuka, aria mamukirire ucio uria basi wamepokea maisha mapya. Mamukirite muturire na unaweza sema kama hao, na no ugetaho basi Bwana Yesu ate Mwathani Yesu nipe maisha mapya he muturire ungi mwega katika jina la Yesu. Thiini wa ritwa ria Yesu unaweza kwenda nyumbani no koro ugithie mucii ukiwa na furaha tele, wina gikeno kiingi kama wale wa mama walioenda kumuona ama kumtazama na kumwangalia Yesu kaburini. Wakaenda wakakuja na ripoti mpya.
mpya. Wakaambia mitume hayupo, amefufuka. Yesu anakubadilishia maisha yako. Anataka akufufue mahali ambapo umeanguka kupitia kwa kufufuka kwake. Yesu anataka kukuweka mzima tena kwa sababu ya kumwamini yeye. Je, uko pamoja nasi kwenye ibada hii? Ungetaka kupata ufufuo huo wa Yesu ili upate maisha mapya kama vile neno la sema kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17 ya kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama mapya yameingia. Ukifufuliwa na Yesu kutoka kwa dhambi, wewe utapata maisha mapya, kwa maana Yesu hubadilisha maisha hayo. Ukitazama maisha ya watu wengine kwenye Biblia, unaweza kujiona kana kwamba wewe ni mwenye dhambi kushinda wote. Lakini tazama mwanamke Msamaria, tazama mtu ambaye alikuwa anaitwa Nikodema, angalia Zakayo, wote walikuwa wabaya kutuliko, lakini walipopatana na Yesu wakaenda kuambia watu, jooni muone mtu ambaye ameniambia mambo yangu yote. Ufufuo wa Yesu ukiingia ndani yako, basi unapata maisha mapya ndani yako. Kama uko pamoja nasi, inua mkono wako na uchukue hatua ya imani, na ili uweze kuja hapa mbele tukuombee, kwa maana Yesu atakufufua. Unasikia kwamba wewe umekufa kabisa, maisha yako hayana nguvu tena. Huyu Kristo aliyefufuka ataweza kukufufua. Umeanguka hapa na pale, umefanya mambo ambayo watu wakikuangalia wewe hudhihirishi Ukristo ndani yako. Leo Bwana ataweza kukufufua, atakuweka tumaini mpya, na utakuwa kiumbe ambacho ni kipya ndani ya Kristo. Je, ungetaka kumpokea Yesu Kristo? Inua mkono wako juu ili tuweze kuomba pamoja na wewe. Umerudi nyuma, ungetaka Yesu akufufue tena. You can raise up your hand, na tutaweza kuomba pamoja na wewe katika jina la Yesu. Mara nyingi ninasema huwezi kujidanganya wewe mwenyewe, huwezi kumdanganya Mungu na pia shetani, maana hao ndio washuhuda wako. Hata saa hii unakumbuka yale yote ninayoyasema. Neno la Mungu linakupiga na linakuonyesha. Na wewe ukimpokea awe mwokozi wa maisha yako, haijalishi ni dhambi ngapi umeficha, lakini tumaini la kweli litakapoingia ndani yako, basi utaweza kusema hayo yote kando, ni mkubali Kristo. Na kwa hivyo wakati huu ni wakati wako
ni ihinda rĩaku. Ningetaka ujihoji wewe mwenyewe. Nikienda wĩtuĩrie wewe mwenyewe. Na usiketi, sio ati kujihoji ni kuketi. Wĩtuĩrie ti gũikara thĩ. Ni kusimama jinsi ulivyo. Nĩ kũrũgama ũguo ũrũgamĩte. Na ili uweze kumwambia Bwana. Na niguo ũhote kwĩra Mwathani, nitazame mimi Bwana. Njũthĩrĩrie niĩ Mwathani. Uone mahali ambapo nimeanguka. Uone handũ harĩa ingĩkorwo. Ili Bwana ukanirejeshe tumaini la kuishi. Niguo ũnjokerie mwĩhoko wa gũtũũra. Na ili Yesu Kristo akatawale ndani ya maisha yako. Na niguo Mwathani Yesu Kristo athamake thĩinĩ wa mũtũũrĩre wa maana yeye ni Bwana. Nĩ tondũ we nĩ Mwathani. Kufufuka kwake Yesu. Kũriũka gwake Yesu. Kuna mambo mengi ambayo ambayo kileta. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno kwarehire. Na njia moja ya kufufuka ni watu wafufuke kwenye dhambi. Nĩ njĩra ĩmwe ya kũriũka nĩ andũ mariũke kuma mehia-inĩ. No wine rwĩmbo rũu na hinya. One.
akusamehe dhambi zako. Dakika moja tu ili tuweze kumaliza ibada. Yes Lord. Yes Jesus. Takame yako noyo egileria. Oh yes Jesus. Noyo getuderia lefafa. Yes Lord. Yes Jesus. Bile wameya mo daravaide ne oware ekeire. Yes Lord. Baba, katika jina la Yesu, katika kuinamisha vichwa vyetu mbele zako Mungu Baba, twasema hakuna mwingine aliyetuokoa pale msalabani ila tu ni wewe, kwa damu ambayo ilimwagika msalabani. Na kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu tunaimba sifa zako, kwa vile ambavyo Bwana tumepata tumaini mpya, tumepata furaha kupitia kwa kufufuka kwako. Mungu Baba, na kushukuru kwa sababu Bwana umetufanya viumbe vipya, ya kwamba Bwana tumaini ambalo tumo ndani yake ni tumaini ambalo haliwezi na hata kuharibika. Twasema ni asante kwa tumaini hilo, ambapo Bwana hata ingawa tunapoifikia kuna machozi mengi, lakini Mungu wetu kuna furaha. Naomba ya kwamba mioyo yetu ukaipe shauku kubwa, ili tuwe na upendo wako, na hata tunapoenda nyumbani Bwana tufikirie kama vile wamama walivyoona na wakaenda kusema hamo kaburini, nasi tuseme hamo kaburini amefufuka. Tuambie watu juu ya habari njema, kwa sababu hiyo habari inaleta wokovu. Naomba kwa sababu ya wazee wa kanisa wote, ili Bwana ukaweze kuwabariki. Bariki kila mzee ambaye amekuja kwenye ibada ya leo. Kristo Yesu, tumaini ambalo limedhoofika, Bwana ukaliinue tena, ili Mwenyezi Mungu huyu mzee akawe na tumaini mpya. Asante kwa mama yote wote ambao wamekuja katika ibada ya leo. Mioyo yao inaweza kuwa imedhoofika, lakini katika jina la Yesu ninaomba ya kwamba kupitia kwa kufufuka kwako Bwana wa mbinguni watapata tumaini mpya pia na furaha mpya katika jina la Yesu. Wanalika wetu mahali ambapo maisha inawasukuma na wanaona ya kwamba hawana tumaini, kuna tumaini ya yule ambaye alifufuka hamo kaburini. Na nenea wao Mungu Baba, ufufuo wa mioyo, ufufuo wa maisha katika jina la Yesu, ili Mwenyezi Mungu apate nguvu ya kuendelea. Watoto wetu wadogo mahali ambapo Bwana wanasumbuka kimawazo na hata mambo hapa na kule, ninaomba ya kwamba Bwana utaweza kuwasaidia. Saidia kanisa hili na Bwana ukalibariki, Bwana ukainue, ukatupe tumaini mpya ndani yako, ili Bwana hata amaja tuweze kushia. Tunapoona nenda nasi na hadi tutakapokutana siku ya Ijumaa, tutasema ni asante. Nataka nikuombee kama unahitaji, kama una mahali ambapo ukitaka Yesu afufue, inua mkono wako ili niweze kuomba pamoja na wewe. Bwana tufufue, mikono yetu ipo juu. Utufufue Bwana mahali ambapo tumekosa tumaini, mahali ambapo tumekosa na hata furaha. Tufufue tena Bwana katika jina la Yesu, ili Mwokozi wetu tuwe na furaha kama wale wa mama. Ninaomba ya kwamba utaondoa vizuizi vyote pia watu wasiwe na furaha na watu wasiwe na tumaini. Tunapoondoka tuende And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.
Amen, amen. Salimia mwenzako unapoondoka, umwambie Yesu amefufuka. Bwana awabariki. Ikeno goroine yakwa ikugiorata na mugamaki anyaradaje halerie todo ne aroka toikina dina ikeno goroine yakwa ikugiorata na mugamaki nake todo arajeri